Kwenye uso wa Mungu kuna ulinzi, na nyakati zote za majira yetu tamani sana kuangaliwa na Mungu, usitamani kuangaliwa na wanadamu. Mara nyingi sana wanadamu wanakuangalia ili wakukosoe, na mimi natamani mwaka huu 2026 uso wa Mungu uende pamoja nawe. Mungu asimame upande wako, akupiganie, akulinde. Natamani kila Mwanasegerea alindwe na Mungu mwenyewe. Si kwamba shida hazitakuwepo, ila kwako kutakuwa na ulinzi kamili, kwa sababu uso wa Mungu unakwenda pamoja nawe. Ukifadhiliwa na mwanadamu, baada ya muda mwanadamu anaweza akajitamba, na mimi natamani mfadhili wako mwaka huu awe Mungu mwenyewe. Mungu ana nafasi ya kufanya kwa ajili yako kama Mungu atakuwa mfadhili wako. Tunapoanza mwaka huu Januari 1 leo, usitegemea kwamba utakuwa na safari rahisi isiposhikwa na Mungu. Mungu wetu na Baba yetu, tumesogea mikononi mwako Bwana. Wewe ni kama mfinyanzi ufinyangae, nasi tunauleta mwaka huu Bwana mikononi mwako. Ufinyange mwaka huu Bwana kama upendavyo, ili sisi watoto wako tulioingia mwaka huu tuone rehema zako, tuone uaminifu wako, tuone na upendo wako, maana unatufinyangia mwaka mpya Bwana, mwaka ambao Mungu tunaamini utakaa pamoja na sisi, mwaka ambao Mungu utakwenda pamoja na sisi, mwaka ambao Mungu hatutajikwaa, mwaka ambao Mungu utatuinua, mwaka ambao Mungu utatembea nasi. Neema yako Mungu na fadhili zako zitakuwa juu yetu Bwana. Baba, ninaomba katika jina la Yesu Kristo, tuone mwaka wa baraka Bwana, tuone mwaka wa kufurika mema, tuone mwaka wa kuhudumiwa nawe, tuone mwaka wa kuinuliwa katika viwango vipya Bwana. Baba, tuhudumie. Baba, tuhudumie katika mwaka huu. Leo tunapoanza, tuanze nawe Bwana. Tunatamani kusikia Bwana ukisema nasi kupitia neno lako, neno la matumaini, neno la kututia nguvu, neno la kutuinua. Baba, madhabahu yako iseme na watoto wako Bwana. Nami mtumwa wako na mjakazi wako ninashuka ili Mungu wa rehema ukapate kuinuliwa. Tamalaki Bwana katika ibada hii, zungumza na watoto wako katika ibada hii, sema katika lugha ambayo Mungu watakusikia na kuelewa. Na mahali ambapo Mungu tunahitaji kuanza upya, utuongoze wewe mwenyewe, Roho wako Mtakatifu asimame juu yetu, katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Kanisa liseme amen. Nasoma neno la Mungu katika kitabu cha Kutoka sura ile 40 mstari wa 34 hata 38. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 40 mstari wa 34 hata 38. Kitabu cha Kutoka ni kitabu cha pili katika Biblia. Mwanzo, Kutoka sura ya 40 ambayo ni sura mwisho, mstari wa 34 hata mstari wa 38. Biblia inasema, ndipo lile wingu likaifunikiza hema ya kutania, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Wala Musa hakuweza kuingia hema la kutania kwa sababu ya lile wingu lilikuwa juu yake, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Na hapo lile wingu lilipoinuliwa kutoka juu ya maskani, wana wa Israeli wakaenda mbele katika safari zao zote. Bali kama lile wingu halikuinuliwa wakati ule, hawakusafiri hata siku ile litakapoinuliwa tena. Kwa maana lile wingu la Bwana lilikuwa juu ya maskani wakati wa mchana, na mlikuwa na moto ndani yake wakati wa usiku, mbele ya macho ya nyumba ya Israeli katika safari zao zote. Amen. Tuketi. Leo tumepewa kichwa kinachosema uso wa Bwana uende pamoja nasi. Uso wa Bwana uende pamoja nasi. Nilipokuwa najiandaa na somo hili, nikakumbuka miaka ambayo ninasafiri kwa ajili ya safari za kibiashara. Nakumbuka nilikuwa naenda maeneo mbalimbali, lakini baadhi ya maeneo, baadhi ya miji, baadhi ya makabila, ukiwauliza mahali unapokwenda
hawakwambii kama ni mbali. Wakati wote atakwambia umekaribia kufika, teremka tu. Hapo utakuta mteremko mdogo, alafu ukipandisha kilima utakutana na katambalare kadogo. Basi akatambalare ukimaliza tu ndio umefika. Unadhania unakwenda mahali rahisi, kumbe unaweza ukapiga masaa 3, na kila ukiulizwa nakwambia umejitahidi, umeshafika, lakini bado hujafika. Ila wenyeji hawakwambii ukweli, kwa sababu wewe ni mgeni. Na unaweza ukafika mahali ukajikuta umetembea safari hiyo kwa masaa na masaa, na kila unakutana naye anakuambia unakaribia kufika, lakini hiyo safari inaweza ikawa ni ndefu mno. Na hii ni mojawapo ya watu kutiana moyo, au kama kabila au maeneo wanatiana moyo, ili mtu asifike mahali akaishia njiani safari yake kwa kukata tamaa na kuambiwa safari bado ni ndefu. Ndugu zangu wapendwa, mojawapo ya maneno yaliyopo katika baraka ya Haruni katika kitabu cha Hesabu sura ile ya 6 ukianzia mstari ule wa 27, anasema Bwana atakubariki. Tena anasema Bwana atakuinulia uso wake na kukulinda. Bwana atakuinulia uso wake na kukufadhili. Bwana atakuinulia uso wake na kukupa amani. Haya mambo matatu ndiyo yanayojenga misingi ya baraka. Kwenye uso wa Mungu kuna ulinzi. Ukiangaliwa na Mungu unalindwa. Na nyakati zote za majira yetu, tamani sana kuangaliwa na Mungu, usitamani kuangaliwa na wanadamu. Mara nyingi sana wanadamu wanakuangalia ili wakukosoe, ili wakuseme vibaya, lakini Mungu akikuangalia anataka utembee pamoja naye. Na mimi natamani mwaka huu 2026 uso wa Mungu uende pamoja nawe. Mungu asimame upande wako, akupiganie, akulinde. Wapendwa wangu, tukikosa ulinzi wa Mungu hatuna mahali pa kukimbilia. Ulinzi wa Mungu ukiwa juu yetu, tunayo mahali au tunapo mahali pa kukimbilia. Natamani kila mwanasegerea alindwe na Mungu mwenyewe. Ukilindwa na Mungu mwenyewe, hutakutana na magonjwa, hutakutana na shida. Si kwamba shida hazitakuwepo, ila kwako kutakuwa na ulinzi kamili, kwa sababu uso wa Mungu unakwenda pamoja nawe. Lakini pia uso wa Mungu unaleta kufadhiliwa. Uso wa Mungu ukienda pamoja nawe hutapungukiwa. Utakuwa na mwaka ambao ndani yake Mungu atakupa chakula na chakunywa, mavazi na kadhalika. Ukifadhiliwa na mwanadamu, baada ya muda mwanadamu anaweza akajitamba. Ukifadhiliwa na mwanadamu, baada ya muda mwanadamu anaweza akajisifu kama sio mimi. Na mimi natamani mfadhili wako mwaka huu awe Mungu mwenyewe. Akiinulia watu sawa, asipokuinulia watu. Mbona aliwalisha wana wa Israeli kwa mana jangwani? Mbona alimlisha mtumishi wa Mungu Elia kwa kunguru? Mungu ana nafasi ya kufanya kwa ajili yako kama Mungu atakuwa mfadhili wako. Mungu akufadhili katika afya yako. Mungu akufadhili katika masomo yako kwa wale wanaosoma. Mungu akufadhili katika utu uzima wako na uzee wako. Mungu akufadhili katika umama wako. Mungu akufadhili katika ubaba wako. Mungu akufadhili katika usichana wako. Mungu akufadhili katika uvulana wako. Mungu awe mfadhili wako. Lakini pia anasema uso wa Mungu ukupe amani. Mungu awe na amani ndani ya maisha yako, amani ya kweli. Sasa hivi tumekuwa na msukosuko kwenye nchi yetu kati ya haki na amani, nani bingwa? Na tumegombana sana mwaka jana, haki na amani, nani bingwa? Na tumefika mahali, tulikuwa mahali pagumu sana, haki na amani, nani bingwa? Wanauliza haki na amani, nani atangulie? Mimi nakwambia haki ni Mungu, amani ni Mungu. Kaa na Mungu ili upate haki na amani. Usikae na wanadamu. Wanadamu wanatafuta haki, wanadamu wanatafuta amani, lakini Mungu ni Mungu wa haki na amani. Ukikaa na Mungu, haki yake, amani yake itatawala kwenye maisha yako. Na mimi naitamkia Segerea, amani ya Bwana iwe juu ya usharika huu. Amani ya Bwana iwe juu ya familia zetu. Amani ya Bwana iwe juu ya watoto wetu. Amani ya Bwana iwe juu ya kazi zetu. Amani ya Bwana iwe juu ya kila jambo unalofanya. Amani ya Bwana itawale juu yako, na Mungu asimame pamoja nawe, amani yake akuachie. Amani, amani, amani ya Bwana.
Amani, amani, amani ya Bwana, amani ya Bwana, amani ya Bwana, amani ya Bwana, amani ya Bwana. Nataka nikwambie hata Mama Redi JD alimba nailazimisha furaha ingawa yeye JD analazimisha kuonekana na furaha, moyoni ana majonzi. Na mimi Segerea natamani usiwe na amani ya kulazimisha, uwe na furaha inayotoka ndani, na Mungu akupe amani. Tunapoanza mwaka huu 2026, amani ya Mungu isimame kwa ajili yako, amani ya Mungu itembee pamoja nawe. Amen. Na somo tulisoma linaeleza safari ya wana wa Israeli. Safari hii haikuwa rahisi. Safari hii ilikuwa na kila aina ya vikwazo. Haikuwa rahisi. Katika maisha, safari za maisha haziwagi rahisi. Tunapoanza mwaka huu Januari 1 leo, usitegemea kwamba utakuwa na safari rahisi isiposhikwa na Mungu. Wana wa Israeli walipokuwa wanatoka kutoka katika nchi ya utumwa wa Misri, Wamisri hawakukubali kuachia kirahisi. Walisema tuwafuatilie. Kuna vitu ambavyo 2025 vilikuwa vinakusonga, vitakufuatilia 2026. Kama ulikuwa na roho ya kukata tamaa 2025, 26 usidhani umeingia itakuachia kirahisi. Kama ulikuwa na vitu ambavyo unasema hii ni mikosi, 26, 25 ulitoka navyo, usidhani 26 vitakuachia kirahisi. Lakini Israeli alitegemea nini? Israeli alimtegemea Mungu. Kuna nyakati walikata tamaa kabisa walipoona Wamisri wanawafuata, walipoona mbele kuna bahari ya Shamu na kulia na kushoto kuna milima. Walipita katikati ya eneo jembamba sana, na Wamisri walikuwa wanawafuata nyuma. Wakamlilia Mungu, na Mungu akamwambia Musa, mkononi mwako mna nini? Musa akasema nina fimbo. Akamwambia piga bahari. Bahari ikapigwa, Israeli akapita kwa miguu. Na mimi nautabiri mwaka huu, mwaka wa kupita kwa miguu katikati ya bahari. Mungu akamwambia Musa, hawa Misri mnaona, hamtaona tena. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Segerea, sikiliza, huu mwaka wa kupiganiwa na Bwana. Huu ni mwaka wa Bwana kukushindia. Huu ni mwaka wa Bwana kukushika. Huu ni mwaka wa Bwana kukuinua. Huu ni mwaka wa Bwana kukutengemeza. Huu ni mwaka wa Bwana kukuona. Huu ni mwaka wa Bwana kukuangalia. Umeangaliwa na wanadamu, lakini mwaka huu natamani Bwana akuangalie, Bwana akuone. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Segerea, Bwana Yesu asifiwe. Segerea, Bwana Yesu asifiwe. Mbele kuna bahari, unasema kwamba nitatokaje? Lakini mwaka huu natamani nikwambie ndio mwaka wa kutoka. Mbele kuna bahari, unasema kwamba nitavukaje? Mungu analo kusudi la kuvusha na kuingiza mwaka huu. Hapo ulipo, Mungu ana jambo la kufanya. Utatoka tu, ili mradi umemtegemea Mungu kwenye maisha yako. Na Israeli akavuka. Wakafika mahali Israeli akakosa maji. Wakamlilia tena Mungu. Na Mungu akamwambia Musa, mkononi mwako mna nini? Akamwambia nina fimbo. Akamwambia piga jabali. Akapiga jabali, maji akatoka. Alichokuwa nacho Musa ni fimbo tu, na ile fimbo ilifanya mambo makubwa. Nataka nikwambie mwana Segerea, ulicho nacho, hiyo imani yako ni kama fimbo. Kila kitu kitapigwa na kila kitu kitatolewa majibu. Hiyo imani yako uliyokuwa nayo itakuvusha 2026. Hiyo imani yako uliyokuwa nayo, utatembea, utaona matendo makuu. Mimi sioni 26 mwaka wa kuanguka kwenye biashara yako. Naona viwango vingine, naona viwango vipya, naona kupandishwa daraja jipya, naona kuinuliwa kwa upya, naona kupandishwa, naona kuinuliwa kwako kumefika 2026. Ninaiona kazi yako, Mungu akikupandisha daraja jipya 2026 kwenye madhabahu hii. Ninaona daraja la mafanikio, ninaona daraja la walioanza misingi wakiinua nyumba zao, ninaona daraja wanategemea kununua magari, naona barabarani wanaendesha magari. Huu ni mwaka wa Bwana, huu ni mwaka wa kusimama na Bwana, huu ni mwaka wa kuinuliwa, huu ni mwaka wa viwango vingine, wa viwango vingine. Nataka nikuabudu chini ya mbawa zako, ulaze kichwa changu kwa viwango vingine. Ndio, ndio, ndio.
Na mimi namwona Mwanasegerea anaenda kiwango kingine, kiwango cha kuinuliwa. Kampuni iliyokuwa inasuasua, naona Mungu anainua kiwango kingine. Biashara ambayo ilikuwa haina wateja, naona Mungu anamsafirisha Mwanasegerea, anampeleka China. Naona Mungu anamsafirisha Mwanasegerea, anampeleka Uturuki kwa ajili ya biashara. Naona Mungu anamsimamisha Mwanasegerea, anapata frame nyingine Kariakoo. Naona Mungu anamuinua Mwanasegerea, anapata frame mahali ambapo kuna biashara. Naona Mungu anamuinua Mwanasegerea, anapandishwa daraja jipya. Huu ni mwaka wa Bwana, huu ni mwaka wako Segerea. Huu ni mwaka wako, huu ni mwaka ambao Bwana anataka kusimama na wewe. Huu ni mwaka ambao Mungu anakwenda kufanya jambo jipya, na mimi nautabiria mwaka huu uwe mwaka wa kufadhiliwa na Bwana, uwe mwaka wa amani na Bwana, uwe mwaka wa faraja katikati ya maisha yako, uwe ni mwaka wa kuzingirwa na utukufu wa Bwana, uwe ni mwaka wa Mungu kusimama pamoja nawe, uwe mwaka wa Mungu kukuonekania. Miaka yote Mungu alikuwa amenyamaza. 2026 Mungu akuonekanie, Mungu asimame pamoja nawe, Mungu akupandishe kwa kiwango kipya kabisa ambacho hujawahi kupanda. Useme mwaka huu ni mwaka wa Bwana, mwaka huu ni mwaka wa kusimama na Bwana. Nisikilize Segerea, yupo mtu mmoja hapa ambaye Mungu anampandisha daraja, anapenda kumsimamisha katika viwango, katika nafasi, katika uweza. Bwana Yesu atawale pamoja nawe, asimame pamoja nawe, akuvishe nguo mahali walikokuaibisha. Mwaka huu uwe mwaka wa heshima Segerea, mwaka huu uwe mwaka wa daraja jipya, mwaka huu uwe mwaka wa kusimama kwa upya. Wana wa Israeli wanatoka katika nchi ya utumwa Misri, ni mwaka uliokubaliwa, na mimi najua mwaka huu ni mwaka kutoka kwenye utumwa wa magonjwa, mwaka huu ni mwaka kutoka kwenye utumwa wa madeni, mwaka huu ni mwaka kutoka katika utumwa wa kuonewa, mwaka wa heshima. Hebu mtikise jirani yako, mwambie utaheshimiwa mwaka huu. Walikuwa wanakaa vikao kwenye familia, hata kuita hawakuiti, wanaona huna kitu, wanasema kwa tunataka kujenga nyumba, jamani tujichangishe. Wanasema na fulani, anasema yule naye anatusaidia nini? Mwacheni, ataleta kitu gani yule? Mwaka huu watatamani bati, mwaka huu watatamani tiles, mwaka huu watatamani matofali mapya. Huu mwaka ndugu zako watambue ya kwamba uko mpango wa Mungu kwenye maisha yako, kwa sababu umekuja kwenye ibada hii, hutaondoka kama ulivyokuja. Umekuja kwenye ibada hii, uso wa Mungu uende pamoja nawe, Mungu akufunike, Mungu atembee pamoja naye, ile wingu lishuke katikati ya wana Segerea. Maana anatuambia mchana walitembea kwenye wingu, naliona wingu likiwa limesimama, naliona wingu likiwa limesimama kwenye familia yako, naliona wingu likiwa limesimama kwenye nyumba yako, naliona wingu likiwa limesimama, wingu la kukupa maarifa, wingu la kukupa neema, wingu la kukupa uwezo, wingu la kukuinua. Lile wingu lilisimama na Musa akataka kuingia ndani, lakini kwa sababu ya lile wingu lilikuwa na nguvu kubwa, Musa akaishia mlangoni. Na mimi natamani wingu la mafanikio, wingu la mafanikio, wingu la mafanikio, wingu la mafanikio, wingu la mafanikio likae pamoja nawe Segerea, wingu la mafanikio litembee pamoja nawe Segerea. Umelia kwa sababu ya kulilia mafanikio. Mwaka 2026 Mungu afungue milango ya mafanikio, Mungu afungue neema ya kufanikiwa, Mungu afungue madirisha ya kufanikiwa. Natamani kila mwana Segerea aone mwanzo huu wa leo ameanza na Bwana. Na yale maskani aliyokuwa anazungumza Musa yalikuwa ni maskani ya Mungu mwenyewe. Hawakwenda wenyewe Israeli, walikuwa wanaongozwa na Mungu. Mungu aliposema nendeni, walienda. Mungu aliposema tulieni, walitulia. Na kila mahali alipokuwa na kutulia, wingu lilisimama juu yao. Wingu likisimama juu yao, Mungu aliamuru kwale watoke polini waje, kwa sababu Israeli ana njaa. Maanake Mungu atakulisha mwaka huu. Mungu ndiye atakayekutazama. Kwale alikuwa anakuja na nguo kwenye kituo, asubuhi wanaokota mana, chakula ambacho alikuwa akifanyii kazi. Kwa nini? Kulikuwa na wingu. Na wingu lilipoenda pamoja nao, kila mahali alipoenda walienda katika mafanikio. Ibada hii ya leo ni ibada ya wingu. Wingu litembee pamoja nawe, wingu lisimame juu yako, wingu lisimame juu ya watoto wako, wingu lisimame juu ya familia yako, wingu lisimame pamoja nawe, wingu lisimame katika kila huduma unayoifanya, wingu la Mungu lisimame. Israeli akasimama na Mungu akaangalia lile wingu, akasema kwamba sasa tulieni. Kuna nyakati za kutulia ili Mungu afanye.
nakupa mwaka huu. Kuna nyakati lazima utulie ili Mungu afanye. Unaweza ukajitania kwamba ulipambana ukafika mahali ile barua ikachomolewa mahali ilikwenda masijala, ndio maana ulikuwa umepandishwa. Lakini kuna watu ambao barua zao zilikaa masijala alafu zikasauliwa. Mwaka huu Mungu aikumbuke barua yako kutoka kwa mwajiri wako. Mungu akumbuke barua yako kutoka kwa mtu ambaye ameing'ang'ania hiyo barua yake. Mungu akumbuke na Mungu akuinue kwenye daraja ambalo hujawahi kuinuliwa. Nisikie Segerea, huu ni mwaka ambao tunatembea na wingu. Wingu likisimama na sisi tunasimama. Na mimi Januari hii ninaona ndio wingu limeinuka. Tunaanza moja Segerea. Tutatembea na Bwana, tutatembea naye, hata tuacha na sisi hatutamwacha. Tutasimama na Bwana mpaka kieleweke, maana Mungu ni Mungu wa rehema, maana Mungu ni Mungu atupiganiaye. Natamani Mungu akupiganie. Kuna watu walikuwa wamekaa na wewe miaka yote, na wengine walikuwa wanacheka nao ukadhania labda ni watu wa karibu na wewe. Hao ndio waliokuwa warozi wako, ndio waliokuwa wachawi wako. Mungu atupe neema mwaka huu. Wanakuroga lakini mwaka huu usirogeke. Wanakufunga mwaka huu usifungike. Wanachimba shimo lakini wataingia wenyewe. Wamefanya kila jitihada kwa ajili ya kuangusha kitendo tu cha Mungu kupa uhai, bado Mungu anasimama nawe. Wingu liko juu yako. Watakuona, watatambua ya kwamba Mungu amesimama upande wako. Israeli aliposimama na Mungu, mataifa mengine walimwogopa. Na mimi natamani niweke utisho ndani yako, watu wengine wakuogope, watu wengine wafike mahali waje kwako waseme tunataka kukopa, hata kama huna kitu. Muonekano wako unaonekana kama mtu mwenye kitu. Watu wanakuja nasema kwamba tunaomba tukopeshe milioni 2, wakati wewe huna 10,000 mfukoni mwako, lakini muonekano wako ni muonekano wa milioni. Tembea kama mtu mwenye milioni, maana Mungu anakutazama na Mungu anaweka utisho ndani yako. Wanaokutazama watambue kwamba wewe si mtu wa kawaida, ni kwa sababu ulikuwepo ibada tarehe 1 Segerea. Mungu akuwekee nguvu ya kipekee, Mungu akuwekee ulinzi wa kipekee. Wewe sio mtu wa kawaida. Umekuja kwenye ibada hii, hutaondoka kama ulivyokuja. Mungu atasimama nawe, Mungu atasema nawe, Mungu atakuinua kwa upya, Mungu atafanya jambo la ajabu, Mungu atabadilisha. Badala ya uteka aibu, utakuwa ni mtu wa ajabu sana. Nazungumza na mtu mmoja ambaye kila kitu chake alipokianzisha kilifika mahali akasema afadhali niache. Nazungumza na mtu mmoja ambaye anataka kuuza ili afanikiwe asogee mbele. Nazungumza na mtu mmoja ambaye anasema kwamba kila kitu changu kimekwama. Nazungumza na mtu mmoja ambaye mwaka huu milango inakwenda kufunguka. Kama Mungu alifungua milango ya Paulo na Sila, mwaka huu milango ya kwako ifunguliwe. Kama Mungu alifanya njia mahali ambapo hakuna njia, mwaka huu natamani Mungu afanye mlango mahali ambapo utapita na watu watasema, mbona tulimwendea Sumbawanga? Mimi nasema aliyeumba Sumbawanga yuko ndani yangu. Mbona tulimwendea Bagamoyo? Aliyeumba Bagamoyo yuko ndani yangu. Mbona tulimwendea Rufiji? Aliyeumba Rufiji yuko ndani yangu. Aliikunja Rufiji akaitupa pembeni, nikatoka peke yangu, maana Mungu alisimama pamoja nami. Maana Mungu alisimama, wingu lake lilienda pamoja nami. Oh Segerea, oh Segerea, oh Segerea, wingu liende pamoja nawe. Wingu lisikuache, wingu likuinue, wingu likutembeze, wingu likusimamishe. Na zaidi kulikuwa na nguzo ya moto. Ile nguzo ya moto kazi yake ni kuwapigania, ni kupigania na kuwapiga maadui zako. Mimi huwaga sitakagi maadui zangu wafe. Nataka waendelee kuishi ili waone ya kwamba siwezekani, ili waone ya kwamba nina Mungu ndani yangu. Sitamani maadui zangu wafe kabla hawajaona mwisho wangu na mwisho wao nani mshindi. Natamani maadui zangu waendelee kuishi ili wafike mahali waseme yule ana Mungu. Waliokuendea wakasema kwamba tunamuona kwenye ramli, waseme kwamba juzi tulimuona, jana tulimuona, leo haonekani. Kumbe umefichwa kwenye msalaba, kumbe umefichwa na damu ya Yesu. Na mimi natamani mwana Segerea, Mungu akufiche kwenye wingu lake. Mungu akuatamie katika upako, katika nguvu zake, katika uweza na katika mamlaka yake. Usitembee peke yako. Mungu akushike, Mungu akuongoze, Mungu akupe mwaka utakaovuka, Mungu akupe mwaka utakaosema nilifanikiwa, lakini 2026 hakuna mfano wake. Na mimi natamka baraka asubuhi ya leo. Segerea, Mungu akubariki, ukafanikiwe katika maisha yako, ukafanikiwe katika malango yako, ukafanikiwe katika Januari, ukafanikiwe
ukafanikiwe katika Februari, ukafanikiwe katika Machi, ukafanikiwe katika Aprili, ukafanikiwe katika Mei, ukafanikiwe katika Juni, ukafanikiwe katika Julai, ukafanikiwe katika Agosti, ukafanikiwe katika Septemba, ukafanikiwe katika Oktoba, ukafanikiwe katika Novemba, ukafanikiwe Disemba 2026. Mtikishe jirani yako, mwambie nimefanikiwa. Na kuna watu ambao wametumwa na kuzimu. Hata ukimwambia unafanikiwa, sema mimi wakufanikiwa mimi. Naikuza imani yako asubuhi ya leo. Usifike mahali ukasema kwamba hujafanikiwa. Haya, ngoja nikuombee. Mungu msaidie mpaka akaokote hela. Siku hizi unajua hela zianguke. Tuliokuwa tunaokota hela ni sisi zamani. Siku hizi hakuna mtu anaangusha hela. Lakini nataka Mungu akufanikishe mpaka ukaokote hela. Yaani unafika mahali unatembea barabarani unakuta hela imeanguka. Sema 10,000 hii nilikuwa sina hela, unaokota na kwenda. Ndio utajua kama umefanikiwa. Wewe mwenye imani hapa, leo nataka nikwambie wewe, Mungu yupo katika madhabahu hii, anayetufanikisha na kutuinua, anayetushika na kutuongoza. Na mimi nakwambia asubuhi ya leo, Israeli alipotembea, Mungu akasimama na Musa, na Musa akamwona Mungu akisema naye. Nami natamani uone Mungu akisema naye. Kila ibada Jumapili mahali hapa, kila ibada katikati ya wiki mahali hapa, Mungu aseme nawe, azungumze nawe mahali ulipokata tamaa. Ukija hapa urudi ukiwa umeuishwa. Mahali ulipochoka, ukija hapa Mungu akuinue tena kwenye imani yako. Mahali uliporudi nyuma, ukija hapa Mungu aonyeshe njia ili usonge mbele. Hii madhabahu na yale malango, yale malango ya kupokea kila aina ya watu. Wakiingia huku wasirudi kama walivyotoka. Imetosha mwaka mpya, mkale pilau.